katika kuimarisha huduma za jamii, amani, umoja na mshikamano baina yetu, pamoja na kutekeleza wajibu wetu kudumisha na kuendeleza shabaha ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 64. Katika kutekeleza kazi hiyo iliyo mbele yetu, nitaeleza kwa ufupi tu pale ambapo itakuwa lazima kuyaelezea mambo tuliyofanya na tukayapata mafanikio makubwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, kwani mambo hayo nilikwisha yaeleza kwa kina katika hotuba yangu niliyowakilisha wakati nilipolivunja Baraza la 8 la Wawakilishi tarehe 26 Juni mwaka jana. Uchumi. Mheshimiwa Spika, ukuzaji wa uchumi ni wajibu wa msingi wa serikali ili iweze kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na kueletea maendeleo. Nashukuru kuona kwamba tunaanza kipindi cha pili awamu hii ya 7 ya serikali ya mapinduzi Zanzibar tukiwa tumepiga hatua kubwa katika kujenga misingi imara ya kuimarisha uchumi wetu. Katika kipindi cha miaka mitano ya kwanza, kasi ya ukuaji wa uchumi wetu ilikuwa ni ya kuridhisha, ambapo katika mwaka 2015 uchumi wetu ulikuwa kwa 6.6%. Kasi hii ya ukuaji pato la taifa imechangiwa zaidi na kuimarika kwa sekta ya huduma zikiwemo viwanda, kuongeza kwa idadi ya watalii walioingia nchini mwetu, pamoja na kuendelea kuwepo kwa hali ya amani na utulivu. Pato la taifa iliweza kuongezeka kutoka Tanzania shillings bilioni 1050.8 mwaka 2010 hadi kufikiria bilioni 2135.5 mwaka 2014. Ongezeko hili ni sawa na 103%. Aidha, pato la mtu binafsi liliongezeka kutoka wastani wa shilingi za Tanzania 856,000 zikiwa sawa na dola za Kimarekani 613 mwaka 2010 hadi kufikia shilingi za Tanzania milioni 1,552,000 sawa na dola za Kimarekani 939 mwaka 2014. Kasi ya mfumuko wa bei imeendelea kushuka kutoka 6.1% mwaka 2010 hadi kufikia 5.6% mwaka 2014 na 5.7% mwaka 2015. Katika kipindi chote hicho, kasi ya mfumuko wa bei iliendelea kudhibitiwa na kuwa katika wastani wa tarakimu moja. Lengo la serikali inayoongoza ni kuhakikisha kwamba kasi ya ukuaji wa uchumi inafikia 8 hadi 10 katika miaka mitano ijayo. Shabaha yetu tufikia kiwango cha uchumi wa nchi zenye kipato cha kati kama ilivyoelekezwa na kusisitizwa katika ilani ya uchaguzi mkuu ya CCM ya mwaka 2015 hadi 20, dira ya maendeleo ya mwaka 2020 pamoja na mipango mingine ya maendeleo. Tutahakikisha kwamba tunaimarisha ustawi wa wananchi kwa kuongeza zaidi pato la mtu binafsi kutoka kiwango tulichofikia hivi sasa cha wastani wa Tanzania shilingi milioni 1,552,000 sawa na dola za Kimarekani 939 hadi kufikia kiwango cha pato la mtu binafsi kwa nchi zenye kipato cha kati ambacho kinaanzia kwa dola za Kimarekani 1,046. Katika kipindi cha mwaka 2010 hadi 11 na hadi 2014-15 tumeweza kwa kiasi kikubwa sana kuongeza ukusanyaji wa mapato yetu kutoka Tanzania shillings bilioni 181.4 hadi bilioni 362.8 sawa na ukuaji wa uchumi wa asilimia takriban 100 kwa kipindi hicho. Haya ni mafanikio makubwa, na napenda kutumia fursa hii kuipongeza Mamlaka ya Mapato ya Tanzania TRA na Bodi ya Mapato Zanzibar ZRB kwa juhudi kubwa walizozichukua za kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Dhamira ya serikali kwa kipindi hichi cha awamu ya pili cha awamu ya 7 ni kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani kutoka shilingi bilioni 362.8 mwaka 2014-15 hadi kufikia Tanzania shilingi bilioni 800 ifikapo mwaka 2020-21. Mheshimiwa Jumbe, tuna wajibu na kazi kubwa ya kufanya ili tuweze kuyafikia malengo haya ya Zanzibar, nayo iweze kwenda sambamba na kasi ya ukuaji wa uchumi wa nchi nyingi ambazo zinaendelea. Mheshimiwa Spika, licha ya mafanikio makubwa tuliyopata katika ukusanyaji wa mapato, imani yangu ni kwa bado tunaweza tukaongeza ukusanyaji wa mapato kwa kiasi kikubwa zaidi. Matumaini yangu ni kwa katika kipindi hichi cha pili, watendaji wa taasisi zetu muhimu za kukusanya mapato, hasa Bodi ya Mapato ya Zanzibar ZRB na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, taasisi zilizo bandarini, viwanja vya ndege,
na wizara zenye vyanzo vya mapato wataongeza kasi katika kusimamia majukumu yao, wakitambua kwamba serikali itakuwa inafuatilia utendaji wao kwa karibu sana na kuwa na umakini zaidi. Ufanisi katika mambo hayo ndio utakaotuwezesha kuyafikia malengo tuliyojiwekea katika dira ya maendeleo mwaka 2020. Hatua hii itakuwa ni muhimu katika kupunguza utegemezi wa wahisani hatua kwa hatua, ili baadaye tuweze kujitegemea katika kupanga na kutekeleza mipango yetu ya maendeleo katika miaka ijayo. Tutafanya kila tuwezalo liliomo kwenye uwezo wetu ili tufanikiwe. Tumeamua kubana matumizi kwa kuyaondoa na kuto kuyafanya mambo ambayo si lazima. Katika kipindi hichi tutajitahidi kupanga vipaumbele vichache vitakavyotekelezeka kwenye wizara zetu kwa kutumia uwezo tulionao na mapato yetu wenyewe. Tunataka tuanze kujitegemea, na hilo lazima tuliweze. Nataka mawaziri nitakawateua na makatibu wakuu washirikiane katika kulifanikisha jambo hili. Tutaendelea kupokea misaada kutoka wahisani wetu pale tutakapopewa, na tutashirikiana nao kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, mipango yote ya nchi yetu inasimamiwa na kuratibiwa na Tume ya Mipango ya Zanzibar. Katika mwaka 2015 serikali kupitia Tume ya Mipango ya Zanzibar imeratibu mapitio ya mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza maskini, yani Mkuza sehemu ya pili, unaomalizika muda wake mwezi wa Juni mwaka huu. Kazi hii inafanywa kwa kushirikiana na wahusika mbalimbali kuhakikisha kwamba mpango wa muda wa kati ujao unakuwa wenye ufanisi zaidi. Serikali itaanza kutumia rasmi mkakati huu mpya kuanzia bajeti ya mwaka huu, mwaka 2016-17. Mkakati huu utaendeleza mageuzi ya kiuchumi na kijamii ili kutuwezesha tufikie uchumi wa kipato cha kati ifikapo mwaka 2020. Katika kipindi hichi hadi mwaka 2020, mkakati huu utajikita katika kuimarisha uchumi endelevu kwa kukuza uzalishaji kwenye sekta ya kilimo, kwenye utalii na viwanda vidogo vidogo. Vile vile mkakati huu utaimarisha rasilimali zetu, ubora wa huduma za jamii ikiwemo elimu, afya, mazingira endelevu na misingi imara ya utawala bora. Miradi ya mashirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, yani PPP. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuishirikisha sekta binafsi katika kuleta na kuendelesha maendeleo ya kijamii na uchumi. Miradi ya PPP itaongeza ajira, uimarishaji wa kudumu wa ukuaji wa uchumi. Kadhalika, hii ni njia bora ya kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa fedha za kuendesha miradi. Ili kuleta ufanisi kwa miradi ya PPP, serikali imeamua kuifuta sheria namba 1 ya mwaka 1999 ya miradi ya maridhiano na imetunga sheria mpya PP namba 8 ya mwaka 2015. Katika kipindi hiki cha miaka 5 ijayo, serikali itaendeleza miradi ya PPP baada ya kuifanyia upembuzi yakinifu miradi 10 ya awali, ikiwemo ujenzi wa kituo cha daladala hapo Kijangwani, mradi wa uendelezaji soko la Mwanakwerekwe, soko la Mkokotoni na Kinyasini, soko la Mombasa kwa Unguja na Kengeja kwa Pemba. Miradi mingine ni kituo cha mikutano cha Suza, mradi wa ujenzi wa nyumba katika mji Mkongwe, pamoja na mradi wa hifadhi wa mji wa Ng'ambo. Kadhalika, miradi mingine itakayotekelezwa ni kuendeleza vivutio vya utalii katika eneo la bandari ya Malindi, uanzishaji wa kituo cha usarifu wa mazao, kuanzishwa kwa viwanda vya usarifu wa mazao ya baharini, kuendeleza viwanja vya ndege, pamoja na ujenzi wa viwanja vya michezo ya aina mbalimbali. Ninahimiza na ninaishajisha sekta binafsi ijiandae kutumia fursa hizi kikamilifu. Matokeo kwa ustawi, yani results for prosperity. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa mpango matokeo ya ustawi na mwaka 2014, serikali iliandaa programu maalum ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali
kupitia utaratibu wa maabara katika sekta ya utalii, katika uimarishaji wa biashara na upatikanaji rasilimali fedha.